Lakini nataka kuzungumza msimamo wa imani, kitu kinachoitwa msimamo wa imani. Ujue watu wengi tuliokwisha kuokoka huwa kwa bahati mbaya tunakosa ule msimamo wa imani. Unakuta nimetoka hapa, naenda mazingira ya kijijini kwetu, naenda mazingira ya nyumbani kwetu, naenda kushiriki vitu ambavyo imani inanikataza kabisa. Nafika pale ndugu na jamaa wanaabudu miungu mbalimbali, wanafanya matambiko, basi na mimi niliyekwisha kuokoka niko katika njia naanza kufanya tena matambiko kama wengine. Sasa leo nataka kuona watu vijana kadhaa, watatu hawa au wanne, lakini nizungumzie vijana watatu hawa wa Mesheki, Mishaeli huyo na wenzie wawili, jinsi walivyoonyesha msimamo wao wa imani hata walipokuwa wameuzwa, wamepelekwa katika utumwa. Wakiwa utumwani, Biblia inasema wakachukuliwa, wakanunuliwa na mfalme na wakaenda kwa mfalme Nebukadneza. Wakiwa katika nyumba ya mfalme Nebukadneza, wakiwa katika makao ya mfalme Nebukadneza, wakiwa mahali pale, walibaki na msimamo wa imani bila kurudi nyuma, bila kugeuka kwamba tuko utumwani. Kwa sababu kwanza walimfahamu Mungu anayemwabudu. Kwanza walimjua Mungu wao. Bahati mbaya Wakristo wengi huwa tunapokuwa tumekwisha kuokoka, tunaweza kutokuwa kumjua Mungu tuliye naye, yaani tuna mashaka na Mungu. Ndio maana unakuta unafika mahali umesimama, mahali umefika pana ndugu na jamaa, umefika mahali unaona kama Mungu hawezi kukusaidia. Kunaweza kutokea tatizo, kukatokea jambo lolote likawa baya kabisa. Wakasema bila kujizindika jambo hili unaweza ukafa au kikakupata kitu kibaya. Sasa mtu kwa sababu ya Mungu anayemwamini hajui jinsi gani anaweza kutenda, basi ataingia katika kukosa. Atajikuta amejizindika. Siku moja mtu mmoja aliungua na nyumba. Sasa alipoungua na nyumba, wakati nyumba imewaka, ameungua kanabaki, kwa kweli aliungua vibaya sana. Sasa tukiwa mahali katika eneo lile, sisi tulioshughulika kufanya shughuli pale kusaidia na nini, wakasema sasa hapa lazima wote kuna wakamtafuta mtu mkubwa kidogo ambaye ni mganga wa ili yeye atupe dawa, kila mtu anawe kwa dawa zile ili mikosi ile sijikahamia upande wake. Lakini wenye msimamo wa imani wanasema hapana, hata inaweza kunikuta. Mimi na mwamini Yesu, nitabaki kwa Yesu, siwezi kunawa madawa yenu nyinyi, nitakuwa nimemzalisha Mungu wangu aliye hai. Wakabaki na msimamo. Wengine wakanawa. Ni Wakristo lakini wakanawa, wengine wakapata dawa zile wakajipaka walipomaliza nao wakanawa. Sasa siku zinakwenda, wote walio nao na ambao hawakunawa